Tunaona katika kitabu cha Kutoka 20 na mstari wake ule wa kwanza, ukisoma pale Mwenyezi Mungu anasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Kwa hiyo ukisoma ya kwa kina, inaonekana kabisa kwamba maandiko ama Mwenyezi Mungu anakiri kwamba kuna miungu mingine nje na yeye, yani kuna miungu mingine. Sasa inakuwaje tena Mwenyezi Mungu akili kuwa kuna miungu mingine ikiwa yeye ndo Mungu pekee, muumba mbingu na nchi na vitu vyote? Leo tutakwenda kuangalia historia ya kina zaidi, asili ya miungu ya kale na chanzo cha miungu kilikuwa ni nini. Kwa hiyo fuatana na mimi katika kipindi hiki kuelewa kwamba aya ile ya Kutoka 20 Mwenyezi Mungu aliposema usiwe na miungu mingine ila mimi, alikuwa analenga miungu ya aina gani na asili ya miungu hiyo ilikuwa ni ipi. Lakini kabla hatujaanza kuelezea historia ya miungu hiyo ambayo Mungu alilenga katika kitabu cha Kutoka 20, kwanza lazima tuelewe nini maana ya miungu au nini maana ya Mungu. Yaani ukisikia neno Mungu unalieleweje? Neno Mungu katika tafsiri tunasema ni cheo cha imani juu ya mtu ambayo anayoiamini. Hii ndio tafsiri ya neno Mungu. Narudia tena, tafsiri ya neno Mungu ni cheo cha juu ya imani ambayo mtu anayoiamini, haijalishi anaamini katika nini. Na ndio maana katika maandiko matakatifu shetani anaitwa mungu wa dunia hii. Ukisoma katika kitabu cha Wakorintho wa pili 4:4 inasema shetani ni mungu wa dunia hii kwa sababu wanadamu wengi wanamwabudu. Kwa hiyo Biblia ikamwita mungu wa dunia hii. Kama jina Mungu lingekuwa la Mungu peke yake tu, maana yake shetani pia asingeitwa mungu wa dunia hii. Kwa hiyo ndio maana nikatoa tafsiri kwamba tafsiri ya neno Mungu ni cheo cha juu ya imani ambayo mtu anaiamini. Ndio maana nimekupa haya kitabu cha Wakorintho wa kwanza 4:4. Sasa kama Mungu ni cheo cha juu ya imani ya mtu ambaye anayoiamini, asili ya miungu mingi ilitokea wapi ambayo watu walikuwa wanaiabudu kipindi hicho? Kwa leo fuatana na mimi katika kipindi hiki kuelewa kwa kina zaidi asili ya miungu mingi kwa mujibu wa historia. Nitakurudisha nyuma kidogo, nitakurudisha nyuma zaidi na zaidi uelewe kwa kina zaidi kwamba asili ya miungu ilitokea wapi. Miaka ya 2200 KK ama BC, yani KK, ukisikia KK au BC maana yake before Kristo, miaka ya 2200 iliyopita huko, katika mji mmoja uitwao Babeli ya kale. Hawa mabwana ndo waasisi wakubwa wa kuabudu miungu, ambayo miungu hii ukifuatilia katika historia ina chanzo chao, namna ilivyoanza. Tutaanza kwa kina kuelezea historia ya miungu ya Babeli ya kale ilianzeje. Sasa historia inaanza katika kipindi cha mtu mmoja anaitwa Nuhu. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo 10, historia inaanzia hapo. Nuhu alizaa watoto watatu wakubwa ambao wao ndio walikuwa chanzo cha vizazi vyote baada tu ya gharika pale kutoka tu kwenye maji. Maana Mungu baada ya kuangamiza ulimwengu mzima kupitia gharika la maji, tunaona katika safina walitoka watu 8 peke yake, ambao tunaona Nuhu mwenyewe, watoto wake watatu, Ham, Shem na Yafet. Alafu watoto wao walikuwa wanawake zao na Nuhu naye alikuwa na mke wake. Kwa jumla walikuwa watu 8 ambao Mungu aliwaokoa katika mauti ya gharika la maji. Sasa Nuhu katika watoto wake hawa watatu, Ham, Shem na Yafet, huyu Ham alimzaa mtu mmoja anaitwa Kushi. Kushi mtoto wa Ham akamuoa mwanamke mmoja anaitwa Simiramisi, akawa mtawala Kushi katika eneo lile la Babeli ya kale. Kushi
na Simiramisi wakamzaa mtoto anaitwa Nimrodi. Huyu Nimrodi akawa mtu hodari sana katika kuwinda, akawa mtu hodari sana, shujaa wa vita, yani akawa mtu ambaye mkuu sana katika zama zile za Babeli ya kale. Sasa siku moja Kushi wakati ameenda huku na kule, akawa amepatiwa na matatizo. Mwisho wa siku Kushi, tunaona katika historia inaonyesha kwamba Kushi alikufa. Sasa kwa sababu lengo la Nimrodi awe mfalme na alisi kiti cha baba yake Kushi, kilichomfanya na masharti ya wakati huo, ili mtu alisi kiti cha kifalme basi lazima awe amemuoa Malkia. Sasa Nimrodi atawezeje kumuoa Simiramisi na kati ni mama yake mzazi, ikiwa yeye yule ni mama yake? Kwa hiyo pale ilikuwa kuna ugumu fulani. Ni ngumu mtu kufanya tukio kama hilo ili tu apate madaraka ya kifalme. Lakini tunaona kwamba Nimrodi alifanya kufuru moja kubwa sana ambayo unaweza usiamini, lakini ndo alifanya Nimrodi. Ukisoma katika historia hiyo ambayo nimekupa hapo, Nimrodi akamuoa mama yake mzazi Simiramisi, kitu ambacho kilikuwa ni kufuru kubwa sana, ili tu apate madaraka ya kifalme, aendeleze kuwa mtawala katika Babeli ya kale. Tunaona jambo hili Nimrodi alifanikiwa, akamuoa mama yake mzazi, akawa mtawala wa eneo lile la Babeli ya kale. Nimrodi katika utawala wake alikuwa mtu hodari sana, na mwisho wa siku pale nchi ile eneo la Mesopotamia akawa mtu maarufu sana, akawa mtu mkuu sana, akawa ameheshimika sana katika Babeli ya kale. Nimrodi huyu siku moja katika kuwinda au katika vita, maana alikuwa kazi yake kubwa sana ni hodari kwa kuwinda, lakini pia katika vita alienda vitani kupigana, akauawa na ndugu zake, akauawa na maadui zake. Yani maadui vitani walimshinda Nimrodi katika vita, akawa ameuawa. Sasa kwa sababu yule Malkia alikuwa anamheshimu sana Nimrodi ambaye ni Simiramisi, na watu wa eneo lile washamtengenezea ukuu sana Nimrodi kwamba ni mtu hodari asiyoshindwa kitu, ni mkuu sana na nguvu za ajabu, ikamdiriki huyo Malkia awadanganye watu kwamba Nimrodi hajafa, ila Nimrodi yuko juu ya jua. Ona uongo ambao aliotumia Simiramisi kwa watu wake wa kipindi hicho, akawaambia Nimrodi hajafa, yuko juu ya jua. Kwa hiyo Nimrodi yuko hai, hajafa. Sasa kwa sababu wale watu tayari shetani alishafunga fahamu zao, alishafunga akili zao, wakaamini kwamba kweli Nimrodi hajafa bali yuko juu ya jua. Ndio ibada ya Sunday ikaanza rasmi, kwa maana ya siku ya jua. Lakini pia mbali tuna ibada ya Sunday kwanza, ibada ya kumwabudu Mungu jua ikaanza rasmi, the godness of sun. The godness of sun ikaanza rasmi sasa, wakaanza kumwabudu huyo Mungu jua, kwa maana wakaamini Nimrodi hajafa, yuko juu ya jua. Lakini pia wakaanza kuabudu hiyo Sunday, ibada ya jua sasa, kuabudu jua, kwa maana ikawa rasmi katika siku ya Sunday. Kwa hiyo sasa maisha yakazidi kwenda, watu wakaanza kuabudu kweli jua, the godness of sun akaanza kuabudiwa katika Babeli ya kale. Nimesema ni miaka ya 2200 KK ama BC iliyopita huko. Sasa baadaye tunaona huyu Simiramisi, ama jina lingine wanamuita Ishtar ama Easter. Huyu mwanamke tunaona siku moja alizini na mfanyakazi wake ama mlinzi wake. Katika maisha yake yale ya kuendelea kutawala, akazini na mlinzi wake. Baada ya kuzini naye akapata mimba. Baada ya kupata mimba, watu walijaji sana, watu wa eneo lile, kwa nini hii mimba umepateje ikiwa mume wako hayupo? Akaendelea tena kuwadanganya, akawaambia wakati naotea jua, nimekaa nimepumzika, Nimrodi alinijia, ndio huu ujauzito wa kwake. Kwa hiyo wale watu wakaendelea kuamini kwamba Nimrodi alimjia Simiramisi ama tunasema huyu Easter, akafanya naye, mwisho wa siku akamepata ule ujauzito. Kwa hiyo watu wakajengewa hiyo imani kwamba bado Nimrodi yupo hai, lakini yupo juu ya jua. Wakaendelea kuabudu the godness of sun, Mungu jua.
Lakini baadaye tunaona huyu Nimrodi, huyu Semiramisi akazaa mtoto anaitwa Tamzi. Huyu Tamzi ni mtoto wa Semiramisi. Sasa katika makuzi yake huyu Tamzi akafanikiwa kukua sana, naye akawa amekufa. Baada ya kufa wakamchongea sanamu, na yule malkia Semiramisi naye akudumu sana, akawa amekufa. Kwa baada ya kufa huyu malkia Semiramisi, kwa sababu watu washawaheshimu sana wale watu na kuwaenzi sana, wakaona haiwezekaniki wasiache kuwakumbuka kwa kuwatengenezea masanamu au kwa kuwachongea masanamu. Tunaona rasmi sasa watu wa Babeli wakachonga masanamu kwa ajili ya kuwaenzi hawa watu. Wakachonga sanamu la Nimrodi, wakachonga sanamu la Semiramisi na yule mtoto Tamzi mdogo hivi, wakamwekea hapa akiwa amemshika hivi. Kwa hiyo wale watu wakaendelea kufanya ibada hizi za sanamu na kuabudu masanamu miaka na miaka. Hii ndio historia ya watu wa kwanza kabisa kuanza ibada hizi za masanamu katika Babeli ya kale. Kisikia Babeli maana yake machafuko, yani hao watu walikuwa wana sifa nyingi sana za uovu, na wao ndio waanzilishi wa ibada za masanamu na ibada za kuchonga vinyago wao katika historia hiyo niliyotoa hapo ya Nimrodi. Lakini ukiachana na hao tu, watu wengine katika mashariki ile ya kati, enzi hizo au Mesopotamia kwa kauli ambayo inaeleweka zaidi. Kumbuka nimesema Nuhu alikuwa na watoto watatu, Ham, Shem na Yafet. Huyu Ham alimzaa Kushi. Sasa Ham kumzaa Kushi tu, alimzaa na Misri pia. Kwa mtoto alikuwa anaitwa Misri na Kanaani, alizaa watoto watatu. Akamzaa Kushi, akamzaa Misri, akamzaa na Kanaani. Huyu Kushi ndio ile unavyoona ile Misri ile. Huyu mtoto ambaye tunasema wa pili anaitwa Misri, ndio tunaona ile Misri ya leo. Ile Misri ni jina la mtu. Yaani zamani watu wale majina yao walikwenda kuishi, ndio ile miji ikaitwa majina hayo. Kwa mfano kama leo unaona Kanaani ni jina la mtu. Soma kitabu cha Mwanzo kama nilivyosema 10, utaona pale haya ni majina ya watu waliitwa enzi hizo. Ndio unaona sasa huyu kuna Kanaani, kuna Misri, kuna Kushi. Siku tukipata muda tena tutazungumzia kwa kina zaidi somo hili la majina ya maeneo mpaka watu waliitwa yale maeneo akawa majina ya watu. Kwa hiyo huyu Misri sasa alipoenda kuishi Misri, akaja ukanda huu wa Afrika, tunaona hawa wa Misri nao walianza ibada hizo za masanamu miaka, ukifuatilia katika historia wao walianza ibada hizo miaka ya 4000 KKBC, ndio wakaanza ibada rasmi ya kuabudu masanamu. Sasa chanzo cha masanamu yao ilikuwa ni nini sasa? Hao ukifuatilia katika historia, masanamu au miungu walikuwa wakiabudu wao, walikuwa wanaabudu mungu Baali, walikuwa wanaabudu mungu jua, walikuwa wanaabudu mungu upepo, walikuwa hadi baadhi ya wanyama kadhaa walikuwa wanawaabudu kama tu kuabudu, kuwapa heshima kuabudu. Lakini pia mabwana waliabudu mpaka miti. Sasa sababu ya kuabudu vitu hivyo ni kuvipa heshima, kwa sababu wao kwa fikra zao walipoona mwezi, jua, kwa sababu walikuwa mpaka wana mungu mwezi, walipoona jua vile linawaka asubuhi, wanaamka jua linatoka, wakilima mazao, mvua inanyesha, maji yanawasaidia, baharini wakienda wanapata samaki na vitu kadha kadha. Kwa hiyo kwa sababu ya ukuu wa jua walioona nalo, wakaanza kuliabudu jua, wakaamini kwamba kuna kitu kimejificha ndani ya jua. Yaani jua sio kitu cha kawaida, inawezekana jua ni Mungu. Kwa baadhi ya watu wakaanza kulipa heshima jua, jua likawa linaheshimika. Sasa wakaanza kuabudu mungu jua hasa sana, wakaanza kuabudu jua. Lakini pia hata Baali, walipoona ukubwa wa Baali na miujiza yake mbalimbali, wakaamini kwamba Baali kuna nguvu fulani zipo za asili ya Baali. Kwa hiyo wakaanza kuabudu Baali. Lakini pia hata baadhi ya wanyama kadhaa wakaanza kuwapa heshima ya kuabudu, ikiwemo ng'ombe na vitu vingine. Lakini pia hata nyota, mpaka mungu nyota wale mabwana walikuwa nao. Kidesturi walikuwa wana miungu zaidi ya 1500. Yaani wa Misri ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wana miungu mingi sana, zaidi ya 1500.
walikuwa wakiabudu na kuitumikia. Sasa hawa mabwana ndo wakaendeleza desturi za kuabudu miungu hiyo ambayo nimeisema hapo. Umeona karibia miungu 1500. Sasa ndio maana kufuatilia katika maandiko matakatifu unaona kipindi cha Musa, wakati Musa ameenda Misri utumwani, wapo kule na wana wa Israeli. Watu wa Misri walikuwa wana miungu yao wanaitumaini, na uongozi wao wa Farao, yani Farao alikuwa kiongozi wa Misri, na watu wa Misri kama nilivyosema miungu yao walikuwa wakiitumainia na kuiabudu. Sasa Mungu kwa kumuonyesha Farao kwamba yeye ni mkuu kuliko hiyo miungu, alichokifanya alimpiga Farao kwa mapigo 10, kama unavyosoma katika kitabu cha Kutoka mstari wake ukianzia 7 unapata habari za kwamba Mungu alimpiga Farao mapigo 10 ili kumdhibitishia kwamba yeye ni mkuu zaidi kuliko ile miungu yake. Ndipo akawaachia wana wa Israeli kutoka nchi ya Misri kurudi katika nchi yao ya Kanaani. Na tunaona baada ya kuachia wana wa Israeli kutoka nchi ya Misri kurudi nchi yao ya Kanaani, wakati wako jangwani, ukisoma katika kitabu cha Kutoka 32, Musa yuko juu mlima Sinai. Tunaona wana wa Israeli baada ya kuona kuchelewa kule kwa Musa, wakamwamuru Haruni. Haruni huyu alikuwa ametoka katika kabila la Walawi, alikuwa akihusika katika kazi ya ukuhani. Haruni, wana wa Israeli wakamwamurisha Haruni kwamba awachongee sanamu la ndama, kwa sababu yawezekanika Musa alikoenda huko kwa Mungu wake huenda ameshakufa tena yupo hai. Kwa hiyo wakaona tufanyizie masanamu, tuwekee sanamu la ndama ili tuabudu kama kule Misri tulikuwa tunaabudu. Nakumbuka nimekuambia kwamba asili ya miungu ya Misri waliwapa heshima vitu, au waliipa heshima vitu. Kwa mfano kama wanyama pia walipewa heshima miungu. Kulikuwa kuna Mungu ng'ombe. Kwa hiyo ndio maana wakamwambia huyu Haruni kwamba awafanyizie sanamu la ndama ama ng'ombe ili waabudu kama vile walivyokuwa wanaabudu wapi? Kule Misri ya kale, ambako nilikosema kule Misri walikotoka kwa Farao. Sasa kweli Haruni kwa sababu ya kutishwa, kushinikizwa na kushawishiwa, akaona bora wafanyie vile. Wakayausha dhahabu, wakachukua baadhi ya matirio, kweli wakatengeneza sanamu la ng'ombe likawekwa pale. Wakawa naabudu na kucheza, kwa sababu tamaduni za kuabudu yale masanamu wakati wa ibada mnacheza. Alafu kuna matukio mengi sana pale huwa yanafanyika kiuovu, mabaya sana. Siwezi kuyataja hapo kwa sababu yalikuwa yanafanyika matukio magumu sana pale katika ibada ile manake. Sasa Musa wakati anatoka juu mlimani namba 2 ambazo Mungu alimpa za amri, ndio anakutana na kufuru ile nzito ambayo wana wa Israeli waliifanya pale chini. Musa aliingwa na hasira sana, kwa sababu asili ya Musa alikuwa na hasira sana. Ikabidi aharibu ile sanamu, na wale watu ambao walioshinikiza kufanya vile wakahukumiwa, kwa sababu Musa alikuwa mtu wa Torati, wa sheria. Sasa tunaona kwa kina zaidi kwamba hizi ndio historia za miungu ya kale, na ndio maana Mungu akatoa katika kitabu chake cha Kutoka 20 anasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Maana yake anajua kuna miungu mingi ambayo watu walikuwa wana desturi ya kuiabudu tangu kale, kama nilivyoelezea Babeli, nikahama kutoka Babeli nikaja Misri. Lakini pia hata sio tu katika Misri peke yake, tunaona Mungu alishinda hii miungu katika maeneo mengi sana. Hata kusoma kipindi cha zama cha Nabii Elia, soma kitabu cha Wafalme wa kwanza 18 anzia 4 au anzia mwanzo kabisa ili uelewe vizuri. Soma chapter nzima ile paragraph yote isome. Utaona Nabii Elia aliwaita manabii wote wa Mungu Baali, walikuwa takriban 120, na akawaambia njoeni hapa mlimani, njoeni hapa tudhibitishe kati ya miungu yenu mnayeamini huyo au huyo Mungu wenu Baali mnayemwamini na Mungu wetu sisi aliyofanya mbingu na nchi, nani mkuu zaidi. Kwa wale watu wakakubali, wakamfuata Elia juu mlimani. Akawagea mashaiti, akaambia tutaita moto, yani tutaweka vitu chini, vitu kaza, alafu nyinyi mtaita kwa jina la Mungu wenu huyo Baali, utokee moto uviteketeze vile vitu.
ikishindikana mimi naye nitamwita Mungu wangu. Yaani kati ya Mungu wenu nyinyi na Mungu wangu atakayeweza kuteketeza vitu hivi kwa moto, huyo ndo Mungu ambaye anapaswa kufuatwa. Tunaona wale watu wanaoabudu miungu Baali walizalaulika siku hiyo. Baada ya wao tena aliwapa nafasi ya wao kuanza, wakashindwa. Baadaye tunaona Elia alipoita tu Mungu, basi Mungu akachusha moto kutoka juu na vile vitu kweli pale vikatolewa vyote pale vikateketezwa. Huo ndio ukuu wa Mwenyezi Mungu ambao aliofanya mbingu na nchi na vitu vyote. Kwa hiyo hata hiyo miungu wenyewe ambayo watu wanaiabudu au ilikuwa inaabudiwa, Mungu mwenyewe ndo alioiumba. Na swali linakuja, hiyo miungu vipi, kwamba ina nguvu kweli ya utendaji au hamna? Mbona kuna baadhi ya jamii ya watu ilikuwa ikiomba na mvua zinanyesha, matokeo yanaletwa? Ukweli ni kwamba kweli ilikuwa inaweza kutenda nguvu fulani ya miujiza, lakini kiuhalisia ile nguvu ilikuwa sio ya ile miungu kwa macho ya ndani. Kwa macho ya nje unaweza kusema kweli ilikuwa kuna nguvu kwenye ile miungu au yale masanamu. Hapana, shetani alikuwa amewekea kivuli, lakini nyuma yake yeye ndo alikuwa anatenda ili kuaminisha watu kwamba kuna miungu mingi na ile ilikuwa miungu kweli inayopaswa kuabudiwa, kwa sababu lengo la shetani kuwafanya watu wakeuke amri ya kwanza ya Mwenyezi Mungu ambayo inasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Kwa sababu bila watu kujua kwamba ile miungu walikuwa wanaiabudu Mungu mwenyewe ndiye aliyeumba. Kwa mfano kama bahari, unaposema bahari maana yake ni maji. Ukisoma kitabu cha Mwanzo 1 kule ukishuka chini, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi na vitu vyote. Maana yake kila kitu unachokiona bahari ile Mungu ndiye aliyeumba. Jua, mianga miwili, Mungu alifanya mianga miwili. Jua lile Mungu ndiye aliyeumba. Mwezi Mungu ndiye aliyeumba. Nyota Mungu ndiye aliyeumba. Miti ndo Mungu aliumba yeye. Wanyama aliumba yeye. Manake wanapoabudu hivi vitu, manake hii ndio miungu yao. Kwa huyu Mungu ni Mungu wa miungu hii ambayo wao wanaitumaini na kuiabudu. Yaani Mungu huyu mkuu ambaye tunamzungumzia hapa ni Mungu wa miungu ambayo wao wanaitumaini. Sasa Mungu aliyofanya mbingu na nchi ni wa aina gani? Tutamuelezea hapa kwa kina sana. Kwa hiyo hii miungu ipo mingi sana. Kuna miungu hata ipo ukifuatilia China huko na India. Kuna Mungu anaitwa Shiva. Kuna Mungu anaitwa Krishna. Kuna miungu ya Ubuza. Huyu Shiva ni Mungu mkubwa sana, na tukipata nafasi tutamuelezea, ana mada yake pana sana. Lakini leo tutagusa tu vipengele muhimu. Shiva huyu ni Mungu mkuu katika imani ya Uhindu, ambaye huyu kwa asili yake wanasema ni nguvu fulani ambayo ilikuwa tangu zamani huko za kale. Kwa hii nguvu akaamua kuipa ishara ama uwakilishi wa sanamu ambalo la Shiva kama unavyoliona. Huyu Shiva anaheshimika sana katika imani ya Uhindu huko. Lakini pia kuna Mungu Krishna, kuna Mungu au unasema Ubuza. Hata China huko kuna imani ya Kibuza na hao wa Shiva. Kwa hiyo hizo ni desturi ama imani ama miungu ilikuwa inaabudiwa na watu tangu kale, na mpaka leo hii bado ipo. Baadhi ya watu wanaiamini ama wanaiabudu. Sasa turejee katika kanisa la leo la Wakristo ambao wanaamini kwamba wao ni Wakristo, wanaamini katika Kristo. Je, wameepukana na imani hizi? Wameepukana na miungu hii? Maana lengo kanisa la Mungu lisiingiliwe, yaani katika desturi hizi zisiingie kanisani, mila za kipagani zisichanganyike na ibada. Sasa swali la kujiuliza, je, tumefanikiwa vipi kuzishinda hizi mila za kipagani ama kushinda miungu hii ya kipagani ambayo ilikuwa inaabudiwa tangu kipindi hicho? Kikweli asilimia kubwa sana, karibia 70 ama 75, Wakristo wengi hatujaikwepa imani ya miungu. Wakristo wengi hatujakwepa imani ya masanamu. Kama mnavyojua, iko dini kubwa sana ya Kikristo ambayo imejaribu kuchanganya dini na upagani ndani.
dini na mila za kipagani, tamaduni za kipagani za kale za Babylon, kama nilivyoelezea hapo, za mungu Tamzi, Semiramisi na Nimrodi. Yako makanisa, ukiingia kanisani unaona kabisa kwamba kuna masanamu mbalimbali. Kuna sanamu hili kama niliyosema la Semiramisi ama Easter, ameshika mtoto kama unavyoliona hapo. Ili sanamu wanaaminishwa watu kama yule ni mama yake Yesu, na yule alioshikwa pale ni Yesu, lakini kiuhalisia ili sanamu yule sio mama yake Yesu, na pale hakuna Yesu. Yule ni Semiramisi, mungu mke wa kipindi hiko cha Babylon, na yule mtoto ni Tamuzi mwanae. Kwa hiyo desturi ikachukuliwa ikaingizwa katika imani ya Kikristo. Watu wakadanganywa kwamba yule ni mama yake Yesu. Na hata kama ni mama yake Yesu, wapi katika maandiko Mungu aliruhusu ujifanyie sanamu? Kitabu cha Kutoka 20 mstari wa 4 yasema usijifanyie sanamu ya kuchongwa ya mfano wa kitu kilichokuwa juu mbinguni au chini duniani. Kwa hiyo sanamu zishazuiliwa, kwa hiyo ikachukuliwa hii ikaingizwa pale kama desturi. Manake wanapingana na maandiko ya Mwenyezi Mungu hapo. Lakini pia kuna masanamu mengi sana, kuna misalaba ile imewekwa, mengine hata zile za kuchora zile. Kitabu cha Habakuki kusoma 2:18 yasema sanamu za kuchora za faa nini, hata yeye aliyochora ni mwalimu wa uongo. Kwa hata yale masanamu ya kuchora wote unayoyaona mule kanisani, yote yale yatakiwi na kwa mujibu wa maandiko na kwa. Kwa hiyo imani imeingiliwa na upagani ndani. Kwa hiyo Mkristo lazima ujihadhari sana. Jihadhari sana na hii miungu mingi, lakini pia jihadhari sana na ibada hii ya miungu. Jihadhari, unaweza ukajikuta upo kumbe umo unaabudu miungu bila kujua. Unakuwa wewe ni kipofu na unaendelea kuwa mwalimu wa vipofu, na kipofu akimwongoza kipofu watatumkia wote kwenye shimo. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi sana 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 la kulielewa kwa kina zaidi. Mungu ni mmoja tu. Wakorintho ukisoma wanasema lakini sisi Mungu wetu ni mmoja tu aliye Baba, ambaye huyu jina la huyu Mungu ambaye alofanya mbingu na nchi na vitu vyote anaitwa Elohim, niko ambaye niko. Kitabu cha Kutoka kule wana wa Israeli, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni mmoja tu, niko ambaye niko, Elohim. Kitabu cha Zaburi 83:18, Zaburi 83:18 inasema wajua ya kuwa wewe jina lako uitwaye Yehova, wewe ni juu, upo juu ya nchi yote. Maana yake huyu anaitwa Yehova, Mungu Mwenyezi aliumba mbingu na nchi na vitu vyote, ndio anayestahili heshima na utukufu na uweza milele hata milele.